Bwana picha linaanza tukimwona dogo mmoja wa kuitwa Achibe. Yeye ni mtengeneza magari. Sasa leo alienda kutengeneza gari la binti moja hivi anaitwa Bella. Huyo Bella ni mshangazi fulani hivi. Sasa wakati bidada anafuata funguo za gari lilirekebishwe, dogo sindo akaona nyashi ya Bella. Oho, dogo akadata hatari. Akaona huyu mshangazi lazima nipite naye. Sasa ilikuwaje mpaka huyu mwamba akafikia hatua hii ya kupenda mishangazi wakati umri wake bado mdogo? Gari yake ilikuwa mbovu. Halafu ameshazungumza na fundi wake ambaye anaitwa Mr. Bega. Sasa Mr. Bega alikuwa busy sana, kwa akamwambia Bella kwamba atakuja tukulitengeneza hilo gari pindi itakapofika kesho. Sasa wacha tumfahamu Bella. Bella yeye ni mtoto wa pekee katika familia ya Mzee Igwe. Baba na mama wanaishi Marekani. Wakati akiwa Marekani aliachana na mpenzi wake. Kiufupi jimbo la Bella liko wazi sasa. Anyway, Mr. Bega alishindwa kwenda kwa Bella, hivyo akawaagiza vijana wake na ndo wanafika kwa Bella hivyo. Kisha wakagonga mlango, basi Bella akawafungulia. Shida nini vijana? Sisi ni vijana wa Mr. Bega na tumeagizwa kuja kurekebisha gari yako, kwani yeye hatuweza kuja leo. Oh, sawa. Basi ngoja nikafuate funguo za gari. Sasa ile Bella anageuka tu. Oya we, dogo kadata na nyashi ya Madam Bella bwana. Oya, acha ujinga basi. Basi wakapatiwa funguo ili waanze kazi. Wakagusagusa pale nini, lakini gari haikupona kabisa. Kwa wakamfuata Bella na kumwambia kwamba kwa leo gari halitotengenezeka, kwa watarudi kesho. Bella akakubalia, lakini akawaambia kama wana njaa wapatie chakula. Achibe alitaka kukubali, lakini rafiki yake akamkataza. Huko nje dogo anasema huyu madam kanichanganya sana yani. Dogo anamwaga misifa tu kwa Madam Bella kwamba kaumbika hatari, lakini rafiki yake akamwambia Bella ni mshangazi, alafu yeye bado mdogo sana. Dogo anaelewa basi, akasema umri ni namba tu. Basi bwana, hiyo siku ilipita. Kesho yake dogo akarudi tena. Sasa leo akawa amerudi peke yake na amekuja kulitengeneza gari lile ambalo walishindwa kulitengeneza jana. Akagonga mlango, Bella akamkaribisha, lakini akashangaa kumuona dogo kaja peke yake. Hata hivyo akafuata funguo hivyo. Oya we, dogo kama kawaida yake akabaki tolea macho mzigo wa Bella. Haya, akapewa funguo kisha akaanza rekebisha lile gari. Bella akashindwa kukaa ndani, akaenda kutazama ni nini ambacho kinaendelea. Madam, inaonekana hii gari inakusumbua We acha tu, inanisumbua kweli. Pole sana Unajua mimi niliamua kuwa fundi magari ili niwatengenezee warembo kama wewe. Umeniita mrembo? Ndiyo madam, wewe ni mrembo bala. Kwani unaitwa nani? Naitwa Bella. Oh, mrembo kama jina lako. We kijana koma, endelea na kazi ile kuleta. Unajua kama mimi ni mkubwa kwako? Mimi sijali hilo. Nachojua mimi we ni mrembo tu. Kinamna fulani viswaga zikaanza penya kwa Madam Bella. Wewe unaitwa nani? Dogo akasema mimi naitwa Achibe, lakini watu uniita Achi. Bella akasema usinizoe kiasi hicho, takushtaki kwa bosi wako. Achibe anajali basi, akasema kwamba yuko tayari kufukuzwa kazi, lakini ni lazima amsifu Bella. Basi bwana, Bella akaondoka, lakini jicho la Achibe alijapoteza mwelekeo, liko pale pale kwenye kifungashio. Sasa hiyo siku gari alikupona kabisa. Kwa Achibe akaamua kuondoka naro kwa ajili ya kuitesti kama imepona, na ndo anarudi sasa, lakini alikuwa kalowana mvua hatari. Akamwomba msamaha Bella kwa kumcheleweshia gari lake, lakini yote yalitokea baada ya gari kuharibika wakati akiwa njiani kulirejesha, na huko ndiko alikonyeshewa mvua. Bella akamuelewa, lakini akamuuliza utaendaje nyumbani huku umelowana namna hiyo? So karibu ndani, mvua itakapokata utaondoka. Mwamba mpaka ndara nyumba sasa. Jamaa kakaa chini na anatetemeka baridi tu. Vipi? Mbona kama huko sawa? Na wasiwasi mumeo asije nikuta hapa nikachezea kichapo. No, naishi mwenyewe hapa. Bella akamwambia kwamba aliwahi kuwa na mchumba lakini wakazinguana, kwa kila mmoja kafuata mambo yake. Hata hivyo, Achibe akasema kwamba madam, naweza nikavua t-shirt yangu ili iwe kukauka. Bibi akuwa na yana bwana, akamkubalia Achibe. Sasa barati ya Bella kuona kifua cha Achibe akajisahau kabisa kama yeye ni mshangazi, akaanza kumtolea mimacho tu mtoto wa watu maskini. Kesho yake jamaa kaleta zawadi kwa bibi kama shukrani tu kwa kila kitu alichofanywa jana. Hata hivyo, Bella akasema kwamba anataka kuandaa chakula kitamu kwa ajili ya Achibe, hivyo mjomba asiondoke bila kula. Basi wakaingia jikoni, unaambiwa karibu baina yao kaanza ongezeka taratibu yani. Wakazidi fahamiana hivyo. Stories zikapigwa kama zote yani.
Hiyo siku ilipita bwana. Sasa asubuhi anapoamka, Bella anakutana na ujumbe wa kimahaba kutoka kwa Achibe akimsifu tu Bella juu urembo alionao, tabasamu nzuri, umbo namba 8 na mengine mengi tu. Bella atasema nini zaidi ya kutabasamu? Baadaye Achibe akampigia simu madamu na kumwomba wakutane sehemu fulani hivi, kwani kuna gari analitengeneza na yuko peke yake kwa anahisi upweke. Ikawa hivyo wakakutana. Kisha bidada alishangaa sana, kwani dogo alirekebisha gari kwa muda mfupi tu, na hapo ndipo Achibe akaamua kumpatia historia ya maisha yake, kwamba yeye aliamua kuwa fundi magari baada ya kukosa ada chuoni, lakini kama angepatikana mtu wa kumsaidia basi zamani sana angekuwa chuo. Bidada akamuondoa wasiwasi na kumwahidi kwamba atamrejesha chuo, atasoma vizuri tu na ada itakuwa juu yake. Achibe alifurahi sana unaambiwa. Ilipofika usiku, Achibe akaanza mchatisha Bella. Ajabu, akasema kuwa ameshindwa kulala bila kumwona Bella, hivyo ameamua kuja kwa bibie na hivi sasa yuko mlangoni. Bella alishangaa sana, kwani hivi sasa ni usiku hatari. Kweli bwana, kumbe mjomba alikuwa amekuja kwa mshangazi wake. We, umefuata nini usiku wote huu? Kuna jambo nimekuja kulifanya, japokuwa naona aibu, na naomba ufumbe macho ili nilifanye basi. Basi Bella akafumba macho, kisha mjomba akamchapa bonge la busu. Dogo alembi mwandiko yani. Samani sana Bella, unajua yani lakini kabla hajamaliza sentensi, kumbe bibie naye alikuwa anataka. Oho, balali kaanzia hapo. Wakaanza kuromantika pamoja, malavidavi kaa yote. Hatimaye sasa wakahamia chumbani. Huko ndo hata sitaki kusema nini kilifuata. Oya, ni hatari, so poa. Unaambiwa mibenjuko ikajipa. Sasa siku iliyofuata, Bella akiwa anapiga stori na rafiki yake, ghafla Achibe akaingia moja kwa moja mpaka chumbani. Oya Bella, aka katoto ni nani yako? Huyo ni bodaboda wangu tu. Kumbe wakati anasema yote, Achibe alisikia kila kitu. Baadaye wakiwa chumbani, mjomba akawasha moto. Kwa nini aitwe bodaboda wakati wao ni wapenzi? Bella akaanza kujitetea kwamba penzi lao bado ni changa mno, kwa watu watajua baadaye tu, dogo asijali. Hata hivyo yeye ni mkubwa kwa Achibe, jamii itawaonaje? Hata hivyo akambembeleza Achibe amuelewe. Basi wakayamaliza. Kisha Achibe akampigia simu mama yake ili aongee naye. Basi Bella akazungumza na mama. Mama akamshukuru sana Bella kwa kutaka kumsaidia mwanae kurudi chuoni na akawasisitiza kwamba waendelee kupendana. Hata hivyo Bella alianza kupata wasiwasi baada ya kujua kuwa mjomba ataenda chuo muda si mrefu, akiamini kwamba huko chuo kuna vishawishi vingi, yawezekana labda Achibe angebadilika. Hata hivyo jamaa akamthibitishia kwamba hakuna jambo kama hilo. Sasa ilipofika asubuhi, wakati wanapata chakula, Achibe akaamua kumvika pete kabisa Bella. Sasa siku ya kuondoka ndo hii imefika. Bidada akaamua kumpatia zawadi ya gari. Oya, ni hatari mzee. Jamaa alifurahi sana, asiamini kama mambo yangekuwa makubwa namna hii. Basi bwana, jamaa akaanza chuo akiwa na marafiki zake wawili. Wao kazi yake ikawa ni kumuonyesha madem tu. Oya, watoto wanakuelewa unafeli wapi? Achia akamwambia kuwa naye mwanamke ampendaye, kisha akaonyesha picha. Oya, huyu mbona kama shangazi yako? Achia akasema hilo ndo goma langu bwana. Kesho nilipofika akiwa chuoni, ghafla akapamiana na kichinchede fulani hivi, yani bonge ya pisi, chuo kizima wanamkubali. Huyu binti bwana anaitwa Angela. Samani sikukuona. Usijali dada, hilo umependeza hatari. Bidada akatabasamu tu kisha akasepa. Jamaa akaamua kuambia rafiki zake kuhusu binti alikutana naye leo, kuwa akampenda sana. Jamaa akamwambia kuwa bidada anaringa sana na anaitwa Angela, lakini yeye kwa kuwa ni bitozi basi akomae na atampata tu. Siku iliyofuata akiwa chuoni, ghafla Achia akakutana na Angela. Mambo Angela? Tulikutana jana, sijui kama unanikumbuka. Ya, nakukumbuka. Unataka nini? Nataka namba yako ya simu tu. Hapana, simu yangu imejaa majina. Futa basi hata jina moja uweke langu. Babu baadaye. Binti akaondoka. Oya, umenipanga mademo na nikubali kumbe hola. Lakini rafiki zake wakamshauri atumie gari lake ili kumpata mtoto. Ilipofika jioni, jamaa anamuwaza tu Angela. Hata akawa kitafutwa na Bella hamjibu SMS. Ili kiufupi jamaa kesha teko la penzi la Angela. Kesho yake chuoni ikasikika sauti, "Mambo mkaka." Poa, nataka niwatoe out tukapate chakula kidogo. Hapana, tumeshiba. Hapana bwana, si tuna njaa. Basi baada ya rafiki zake kokoma, ikabidi Angela akubali tu.
Baada ya chakula, rafiki zake Angela ni wanamsifu tu Mwamba kwamba ni msafi, ana pesa, yani kiufupi ni perfect gentleman, kakamilika kila idara. Sasa siku iliyofuata akaamua kurudi kwa Bella. Bella alifurahi sana. Wakati anapiga story, ghafla simu ikaita. Mwamba akapokea, lakini akakatisha mazungumzo. Simu ikaita tena, akaamua kuizima kabisa. Bella akapata wasiwasi. Oya, mbona kama kuna kitu unanificha? Kwani unakata simu? Achana nao tu. Hilo jambo lilimkata sana Bella. Usiku akamwambia uhalisia Archie kwamba kabadilika sana, kuna mambo mengi tu anamficha, ni kama kaanza kumchiti fulani hivi. Halafu uzuri ni kwamba yeye anajua kila kitu, kwani imewahi kutendwa, kwa dalili zote anazijua. Hata hivyo Achibe akamthibitishia kuwa mchiti wala nini, kwa sio na pressure. Sasa jamaa anaporudi chuoni anakutana na kesi. We, kwani unapokea simu zangu? Nilikuwa busy. Busy ndio ushinde kupokea simu zangu kweli? Mimi sipendi hata kidogo. Na nimekasirika eti. Basi jamani mkali wa kubembeleza, akaanza kumbembeleza mtoto pale nini, basi akawa amekaa sawa. Kiufupi wameshaanza kubebika hivyo. Ndo wako penzini yani. Oya, penzi likawa shata utaeleza nini wakuelewe. Bibi akilia shida kidogo tu, jamaa anamwahidi kumpatia pesa kutosha. Angela, tumesikia hizo hela tutagawana wote bwana. Angela akamwambia kwamba hata yeye hakuwa anaamini kama huyu jamaa alikuwa na pesa kiasi hiki. Baadaye Achia akampigia simu Bella, kisha akampiga mzinga wa kiasi kikubwa cha pesa ili ampatie Angela. Hivi vizinga vikamfanya Bella awe na wasiwasi, hivyo akamwagiza rafiki yake amfuatilie Achia. Rafiki yake Bella baada ya kufika pale chuo kweli akamwona Mwamba anakula bata tu na Angela. Hivyo Bella akamwambia achukue video kwa ajili ya ushahidi. Akiwa ndani ya gari na Angela, ghafla akapigiwa simu na Bella. Mwamba akaficha na akamwambia Angela kuwa kuna emergency imetokea, kwa ni lazima aondoke, kuna sehemu kaitwa. Kumbe alikuwa anaelekea kwa Bella. Sasa akafika kwa Bella, akakaribishwa vizuri tu, kapatiwa na kinywaji kabisa. Barali nakuja pale Bella anapotaka kujua ukweli kama Achie na mchiti au la. Mjomba akakana katu kwamba amchiti Bella. Sasa Barali nakuja pale bidada anapochomwa simu na kumonyesha ile video. Achia akakosa la kuzungumza kabisa. Akaanza tu kumwomba msamaha Bella, lakini Bella akaomba apatiwe gari yake, arejeshe kila kitu ambacho alimpatia, kisha akamfukuza na akamwambia kwamba kuanzia leo ndo wameachana hivyo. Unaambiwa bidada alilia sana siku hiyo. Sasa Muni ana pesa, hana gari na akampoteza Bella. Yaani kiufupi hivi sasa stress zimemjaa tu. Na hapo ndo akaanza kugundua umuhimu wa Bella. Sasa baadaye akawa amekuja Angela, akamwambia kuwa ninafahamu kwamba ulikuwa unanichiti na bidada Bella, lakini hata hivyo nimetokea kukupenda kweli. Kama kutakuwa na shida yoyote usisite kuniambia. Kiufupi nimejaribu sana kukusahau, lakini nimeshindwa yani. Je, tunaweza sahau kila kitu na tukaishi pamoja? Achia akasema, kiukweli sitaki kukuumiza Angela. Hakika mimi nilienjoy kila wakati nikiwa na wewe, lakini mimi nahisi kama sio mwanaume sahihi wa kuishi na wewe. Hivyo kama inawezekana naomba utafute mwanaume mwingine. Kwani mimi nampenda sana Bella na yeye alijitoa kwa ajili yangu. Hivyo naomba unisamehe tu. Basi bwana Angela aliondoka akiwa na huzuni kubwa, kwani kampenda kweli Achie. Sasa Barali nakuja pale mama anapokuja kumtembelea mwanae Achie na akamwambia kuwa anataka kumuona yule mwanamke alimsaidia. Lakini dogo anasema kuwa akaachana na huyo mwanamke. Achibe, hivi una akili kweli? Yaani unapata mtu kukusaidia alafu unamzingua namna hiyo? Ni shetani tu mama. Yaani hata sielewi ilikwaje. Hata hivyo Achia akamwomba mama yake waende kwa Bella amwombe msamaha. Maana Bella hivi sasa hataki kupokea simu wala hataki kumsikia Achie. Basi mama akawa amekubali. Moja kwa moja wakaenda kwa Bella. Mmefuata nini? Sikia binti wangu, mtoto wangu amelijua kosa lake. Tafadhali naomba msamehe. Kweli Bella, tafadhali naomba unisamehe. Sitarudia tena. Na hapa ni shetani tu jamani bebi wangu. Basi bwana, Bella mwenyewe na roho nyepesi kweli, akawa kamsamehe tena kijana wake. Bata likaanzia hapo na mbio. Sasa wakati wanapata chakula cha jioni, bidada akawapatia taarifa maalum kabisa kwa yeye hivi sasa ni mjamzito, kwa anatarajia mtoto jamani. Oho, furahi kwa mara mbili hapo. Unaambiwa wakakumbatiana, wakafurahi kweli kweli. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa picha letu. Ili goma linatufundisha kwamba kama umeamua kumpenda mtu, mpende tu mtu jinsi alivyo, haijalishi umri, dini, matabaka na mambo mengine kadha wa kadha.